Habari ya mchana, ndugu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Tanzania, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Dual ya Mzito, katibu mkuu wa Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa. Nipo hapa leo kutoa tamko kwa niaba ya kamati tendaji ya Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema BAVICHA, iliyoketi na kujadili msimamo wa chama ambao ulitolewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Wegesa Heche mnamo tarehe 11 ya mwezi wa 12 mwaka huu. Kamati tendaji ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa inatoa tamko hili rasmi kwa umma wa Watanzania na vyombo vya habari, asasi za kiraia, jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama nchini. Katika kikao hicho, kamati tendaji ya Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imeunga mkono maazimio yote 11 ya kamati kuu ya chama yaliyotolewa tarehe 11 na makamu wetu mwenyekiti wa chama upande wa bara, yanayohusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025, mauaji ya raia, ukiukwaji wa haki za binadamu na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Maazimio haya ni msimamo thabiti wa kisiasa na kikatiba yanayowasilisha matakwa ya vijana wa Kitanzania waliodhulumiwa kwa muda mrefu. BAVICHA tunatamka wazi kuwa tamko hili ni utekelezaji wa kamati kuu, maazimio ya kamati kuu rasmi, na kwamba BAVICHA tutakuwa mstari wa mbele katika kupambania na kuhakikisha maazimio ya chama hayo tunayalinda na tunayahifadhi kwa nguvu moja. Aidha, BAVICHA tunatoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, wazazi wao, ndugu zao na hata wengine kupoteza marafiki wao kuuawa kwa risasi za vyombo vya dola wakati na baada ya tarehe 29 ya Oktoba, ambayo kila Mtanzania na kila mmoja wetu anafahamu kilichotokea. Tunalaani vikali vitendo vya kinyama vilivyofanywa na serikali na vyombo vya dola vya kuwanyima miili ya wapendwa wao haki ya kuwastiri kimila na kidini, kwani ndio utamaduni wa Watanzania. Na sisi Chadema na Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunasema kwamba hakuna damu ya binadamu asiye na hatia inayoweza kumwagika bure. Baraza la Vijana wa Chadema kupitia kamati tendaji wanasema BAVICHA inatambua kuwa mauaji haya hayakufanyika kwa bahati mbaya. Hayakufanyika kwa bahati mbaya kabisa. Yalikusudiwa, yaliandaliwa kwa kuzingatia kauli na maagizo yaliyokuwa yakitoka kwa viongozi wa serikali na vyombo vya dola, kwa kuwa mauaji haya ni matokeo ya amri rasmi. BAVICHA kwa kauli moja tunasisitiza na tunasikitika kauli za ndugu Samia Suluhu Hassan anazokuwa akitoa, akiwaelekeza vijana na akionyesha kwamba vijana wana changamoto za kiuzalendo. Kwa mfano, nipende kunukutu kauli ya ndugu Samia Suluhu Hassan aliyoisema kwa vijana wa Kitanzania wakati anazungumza na walioitwa wazee wa Dar es Salaam. Ndugu Samia Suluhu Hassan akizungumza na wazee walioitwa wazee wa Dar es Salaam alisema vijana wetu wengi sio wazalendo, akimaanisha vijana wa Kitanzania sio wazalendo. Kauli hii ilichukuliwa kama vijana wa Tanzania wanakosa uzalendo. Kauli hii inachukuliwa huku baadhi ya vijana wakiwa wameuawa wakidai haki zao za msingi bila kuwa wamepewa haki ambazo walikuwa wanakitafuta. Hali hii ni dharau kwa walokufa, lakini inaonyesha kupuuzwa uhalali wa hoja zao ambazo zilikuwa ni za msingi kabisa. Hoja za msingi ambazo zilitolewa na vijana hawa zilikuwa na ukubwa na zilihitaji mazingatio makubwa ya kiongozi ambaye amejisenta kwa ajili ya kuzungumza, ya kuongoza na kufanya mambo kwa niaba ya watu na sio kwa niaba ya yeye binafsi. Sisi BAVICHA tunayo mifano ya vijana waliouawa, akiwemo mwenyekiti wa BAVICHA jimbo la Nyamagana, Kamanda Michael Christian Mutabuzi, ambaye alitekwa na kuuawa akiwa nyumbani kwake. Hakuna asiyelijua hilo, na hilo tumeliweka wazi na tumekuwa tukilisema, na wala hatutaacha kulisema, kwa sababu tumetia nia hiyo na tutaendelea kuwa sauti ya vijana wa nchi hii.
Ndugu Samia aliendelea na kutoa kauli, anasema vijana wetu wameingizwa barabarani wakiimbishwa wimbo wasioujua wakidai haki. Akashangaa, anauliza haki gani? Kauli hii ni fedhea kwa vijana, inaonyesha vijana wa taifa hili hawajui wanachokipigania, hivyo wanatumika kama vifaa vya kisiasa badala ya raia wenye akili wenyewe, na maumivu yao yanatokana na wao kutumika. Hii inapunguza thamani ya vifo na majeruhi waliopotea kwenye maandamano, na inaonyesha kuondoa uwajibikaji kwa waliohusika na matumizi ya nguvu pasi na kufuata taratibu za kuweza kupambana na Watanzania ambao wanadai haki zao. Tuwaangalie waandamanaji. Kauli yake nyingine ilisema, tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi. Tuwaangalie tu, mtuone tukiwaangalia. Hii kauli inaashiria kwamba aliyekuwa rais alikiri na amekiri hatua za vyombo vya dola zilizotumika zilikuwa sahihi, ambazo zilisababisha vifo vya raia wasiokuwa na silaha. Kauli hii inaonyesha kwamba kuna kutokujali, kudhalilisha, lakini na kudharau nguvu ya mamlaka ya umma ambayo vijana walijaribu kuitumia. Uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba, Bavicha tuendelea kusema ulikuwa ni uchaguzi batili. Bavicha bila hofu kwamba kilichofanyika tarehe 29 Oktoba kikiitwa uchaguzi ni batili. Haukuwa uchaguzi bali mchakato haramu wa kudhalilisha demokrasia na kuhalalisha uporaji wa madaraka. Mchakato huu ulisimamiwa na chombo kisichokuwa huru wala halali. Chombo kisichokuwa huru akiwezi kuwa halali katika kusimamia majukumu ambayo ni halali, na chombo vile vile haramu kitakuwa haramu katika kusimamia matukio jambo ambalo litakosa uhalali na baadaye nalo litakuwa haramu kama chombo ambacho kilisimamia. Lakini vile vile ilitanguliwa na vitisho. Kabla ya huo ulioitwa uchaguzi wa tarehe 29 kulitanguliwa na vitisho, utekaji, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kisiasa ya upinzani, yakiwemo ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na viongozi pamoja na wanachama wengi wakiwa katika vituo vya polisi na magereza mbalimbali hapa nchini. Pia uliambatana na mauaji ya raia wasiokuwa na silaha. Huu uchaguzi hauwezi kuwa halali, ni uchaguzi batili, na Bavicha tunaendelea kusema kwamba ubatili wa uchaguzi huu ni wa kusemwa asubuhi, mchana na usiku. Kwa msingi huo, Bavicha haitambui matokeo ya uchaguzi huo, haitambui serikali inayotokana na mchakato huo. Vile vile haitambui viongozi wote waliopata au kuendelea kushikilia nafasi kutokana na matokeo ya uchaguzi huo, kwa maana hata walioteuliwa baada ya mchakato huo haramu nao wana qualify kuwa haramu vile vile. Uwajibikaji na uchunguzi huru. Bavicha inadai uwajibikaji. Kwa nini tunataka uwajibikaji? Bavicha tunataka uwajibikaji moja kwa moja wa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu haya mambo yametokea mikononi mwao na wamejua kabisa deliberately wamefanya, na wanajua kama hawajafanya basi watuambie aliyefanya ni nani. Kama yote hayawezekani basi wao wameshiriki, na sisi hatuwezi kuacha kuambia kwamba mmeshiriki, na tutaendelea kuambia mpaka tutapoona haki imetendeka katika taifa hili. Uwajibikaji wa kisiasa wa viongozi wa serikali waliotoa kauli na amri ya mauaji, wawajibike wote, kuanzia kiongozi ya juu aliyetoa mamlaka, aliyetoa amri ya kuwajibisha na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia wala wasiokuwa na silaha, nao wawajibike. Hatukubali uchaguzi, hatutakubali uchunguzi wa ndani pekee usio huru. Hii uchunguzi huru ni haki na inabidi ipatikane. Haiwezekani aliyefanya kosa akajichunguza yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaendelea kuusimamia msimamo wa chama wa tume huru ya uchunguzi wa mambo yaliyotokea Oktoba 29 na baada ya hapo, ili kuweka haki katika mambo ambayo yametokea kizani, ili yaweze kuwa wazi na kupatikana ufumbuzi wake. Bavicha inasisitiza kuwepo kwa katiba mpya na bora ya wananchi. Hii ndio suluhu ya Watanzania.
Hii ndo suluhu kubwa ya Watanzania. Na kwa nini Bavicha na kamati tendaji wanajiuliza kwa nini mfupa wa katiba mpya umekuwa mgumu kwa serikali? Kwa sababu katiba mpya haitoiweka Chadema madarakani. Katiba mpya haitoondoa chama fulani madarakani. Katiba mpya itakuja kutoa haki, itakuja kusema huyu atasimama hapa na haki yake ni hapa. Woga wa hili jambo ni nini? Bavicha tunasema tutaendelea kuidai katiba mpya, na tunasema suluhisho la haya mambo ni upatikanaji wa katiba mpya. Tunataka katiba mpya itakayolinda haki na uhai wetu. Tunataka katiba mpya itakayolinda haki ya kisiasa. Tunataka katiba mpya itakayolinda uhuru wa vijana. Tunataka katiba mpya itakayolinda mifumo ya uchaguzi na kutengeneza mazingira bora kwa ajili ya uchaguzi, ili kila mmoja aweze kushiriki na wenye haki waweze kuongoza, ili nchi ipate amani na neema inayoendelea. Sio nani anakupenda na nani anakutaka, lakini ni kula ngapi zimeingia kwenye sanduku ziweze kukufanya wewe ushinde na uongoze watu na sio vinginevyo. Hii ni msingi wa kuhakikisha viongozi wote wanawajibika kwa kulinda rasilimali za taifa zinazotumiwa kwa manufaa ya watu wote, na wahakikishe zinatumiwa kwa manufaa ya watu wote na sio kwa kikundi cha watu wachache linaloweza kutumia madaraka kinyume na maslahi ya taifa. Wito kwa vijana wa Kitanzania. Tunatoa wito kwa vijana wa Kitanzania kuendelea kupigania haki zao bila kuchoka. Kushirikiana na tusishirikiane na viongozi ambao hawajapatikana kihalali. Tusifanye hivyo kabisa. Msikubali kudhalilishwa. Msikubali kabisa kudhalilishwa. Vijana wa Kitanzania, na mimi kama mtendaji wa baraza la vijana, vijana ambao wameongoza njia na wamekuwa mstari wa mbele kila siku kupambania mapambano ya kuweka haki na usawa katika taifa hili, nasema vijana wa Kitanzania msikubali kabisa kufika katika hiyo level ya kufikishwa katika mazingira ambayo yatatunyima kabisa uhuru wetu, uwezo wetu wa kuamua. Na katika meza ambayo vijana hampo, waliokuwepo watawafikiria nini vijana? Meza ambayo vijana hampo, mtafikiriwa na nani kama vijana hampo? Lakini vile vile msikubali propaganda inayojaribu kuficha ukweli wa mauaji na majeruhi ya Oktoba 29. Kuna propaganda nyingi zimeendelea. Tumesikia mara AI, mara unasikia hii yametokea huko nje, mara hii ilitokea ni video za nyuma, lakini huko nyuma mshaambiwa hii haitokei. Kwa hiyo niendelee kuwasisitiza vijana wa Kitanzania, msikubali kulishwa propaganda mbaya zenye nia ovu. Mtu anayekimbia tatizo hana nia njema ya kutatua hilo tatizo, bali ana nia ya kukwamisha. Bavicha inawapongeza vijana wa Kitanzania, vijana wa kizazi kipya pia, wakiwa ni vijana ambao Gen Z wamekaa mstari wa mbele kupambania kwa ujasiri mkubwa maslahi ya taifa lao na kuhakikisha kwamba wanalinda uhuru wao wa kimaamuzi, uhuru wao wa kusema, lakini vile vile wanachora dira kwa ajili ya mustakabali wa taifa na kesho, bila kujali mazingira magumu wanayoyapitia, bila kujali changamoto wanazozipitia, bila kujali baada ya kufanya hivyo ni nini kitawatokea. Na kwa bahati mbaya vijana wa Kitanzania wamefikia level hiyo ambayo kama watu hawatochukua hatua za makusudi, tunaiona mbele mbaya sana ambayo pengine watu ambao hawalitakii mema taifa hili wanaweza wasiione. Tunaendelea kutoa wito huo. Lakini vile vile tukiendelea mbele, tunanukuu maneno ya kauli ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa letu na baba wetu wa taifa. Aliwahi kuyasema kwamba aliwahi kusema kwamba, na nukuu, kwamba uhuru na mapinduzi ya Zanzibar, alikuwa anamaanisha, alisema uhuru na mapinduzi, lakini alimaanisha uhuru wa Tanganyika na mapinduzi ya Zanzibar, hizi ni tunu za vijana. Na akasema uhuru tulionao ni wa kizazi hiki na vizazi vijavyo. Na akasisitiza akasema, vijana msiachie urithi huu upotee. Huu aliona ni urithi wa vijana. Akasema uhuru na mapinduzi ni urithi wa vijana. Akasema msiache urithi huu upotee. Mwalimu Nyerere ambaye ni muasisi wa taifa letu, kila mmoja pasi na shaka kwa mazingira yake anaufahamu uzalendo wake kwa ukubwa, anafahamu mapenzi yake mema kwa taifa, anafahamu alivyopigania kwa mchango mkubwa kutengeneza haki na usawa na kuhakikisha rasilimali za nchi hii zinapambaniwa, zinagawanywa kwa haki. Amesisitiza hivyo na akaendelea kuwasisitiza vijana tuhakikishe kwamba hii tunu tunailinda kwa nguvu zote. Vijana wa Kitanzania wanapaswa kuendelea kuwa mstari wa mbele katika mapambano ya kupigania uhuru,
haki, utawala bora na maendeleo ya watu. Hatutakubali taifa letu liwe mali ya wachache waliopata madaraka kwa kutumia nguvu na hofu. Mwisho, tukihitimisha BAVICHA tunasema BAVICHA kupitia kamati yao tendaji kupitia kamati yetu tendaji tunatamka kwamba baraza litaendelea kuwa mstari wa mbele kupambania haki na uhuru wa kidemokrasia wa Watanzania. Swali tunalojiuliza kubwa ni kama sio sisi, ni nani atafanya hiyo kazi? Kama sio BAVICHA, ni nani atafanya hiyo kazi? Kama sio vijana wa Kitanzania wa kizazi hichi Gen Z, ni nani atafanya hiyo kazi? Tutaendelea kuwa mstari wa mbele kupambania haya mambo, kuhakikisha kwamba haki inatamalaki katika taifa hili. Bila kuwaza hilo, kwa sababu hata historia zinaonyesha kila mmoja aliyepambania nchi hii alipitia changamoto. Kwa nini sisi tusipitie changamoto? Kwa hiyo mwisho wa siku nasema tutaendelea kuwa mstari wa mbele kufanikisha hilo na kuhakikisha hilo linatokea. Hatutotishwa, hatutonyamazishwa na wala hatutochoka. Haya ni maneno ambayo niyarudie kidogo. Hatutatishwa, hatutanyamazishwa na hatutachoka. Maneno haya nimeyapa msisitizo kwa sababu yamebeba ujumbe wa kile ambacho tunatamani kitokee. Tuna taifa kubwa, vijana wa Kitanzania tunaliona. Tuna taifa kubwa fulani ambalo tunaliona, tunaamini hili taifa likipatikana, nchi ya Tanzania itakuwa ni salama kwa vizazi vyote na ni salama kwa kesho zetu. Tuna taifa ambalo tunaamini picha nzuri yenye kupendeza, kesho bora tunaiona kupitia taifa hili. Kama sio sisi wa kulilinda hili taifa, ni nani wa kulilinda hili taifa la Tanzania? Ni nani wa kujua taifa la Tanzania linaelekea wapi? Ukihesabu kila mmoja kwa wajibu wake, kila mmoja akikimbia wajibu, ni nani atafanya hivyo? Kwa hiyo sisi vijana wa Chadema tutaendelea kuwa mstari wa mbele kuhakikisha Tanzania ni yetu sote, kama ambavyo Mwalimu Nyerere ameasisi, na watu wote tunakubali kwamba Tanzania iwe ya kwetu sote kwa vitendo na sio kwa maneno mepesi ambayo yanaweza kuwa yanasema Tanzania ni yetu sote, wakati sio ya kwetu sote, bali imekuwa mali ya kikundi cha watu wachache waliojificha nyuma ya vyombo vya dola. Hatutakubali hilo. BAVICHA tumesema hilo na tumekuwa bold kila muda, kila wakati tumesema tutahakikisha tunafanyia kazi hayo na kila mmoja afahamu. Kifahamu hilo ni kwamba tutafikia malengo ambayo tumeyakusudia. Na mwisho, naendelea kuwasisitiza na kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania kuendelea kushikilia mapambano na kuendelea kujua kwamba hatima ya kesho yetu inatokana na sisi. Niliwahi kuwa najiuliza siku moja, kama Mwalimu Nyerere na waliopigania uhuru wangeamua kurudi nyuma, ingetokea nini? Lakini vile vile nazidi kujiuliza swali, kama wakati Mwalimu Nyerere anakuwa rais wa nchi hii alikuwa na miaka 40 kadhaa, mawaziri wakuu wa kina Moringe Sokoine walikuwa na miaka 30 na kadhaa, kumetokea nini katika kizazi hichi? Mbona sasa hivi viongozi wote ni wa miaka hiyo, na pia pamoja na kuwa ni miaka hiyo hawapendi kufata taratibu za kuwa viongozi kwenye nchi? Na sisi vijana specifically kwa nafasi yetu tutahakikisha hilo tunaliweka sawa, kwa sababu sisi ndio population kubwa ya Watanzania kuliko population nyingine yoyote, tukitengeneza zaidi ya nusu ya asilimia ya Watanzania wote. Hili lijulikane wazi kwamba BAVICHA tuko mstari wa mbele, na kupitia hili kamati tendaji inaazimia kwamba itaendelea kupambana na kushirikiana na chama, ikiwa ni sehemu ya chama ambayo imelenga kusaidia chama kushika dola, lakini sio kushika dola tu, na kuleta ustawi kwa Watanzania na kuwapa maisha bora Watanzania wote bila kujali rangi zao, bila kujali dini zao, bila kujali itikadi na vitu vingine. Hii itatuweka pamoja, na hii ndo Chadema, sisi ndo vijana wa BAVICHA. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki BAVICHA. Salamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana.